Tatu mfululizo matokeo mazuri ambayo tumepata leo kwa nature ya mechi ilivyokuwa dakika ya kwanza hizo kutokea moment ya kona dakika za mwisho wameweza kuitumia vizuri. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imeisha salama, hakuna injury yoyote kwa upande wetu. Ni nafasi sasa ya viongozi wa African Sports Club, umeshamalizika mzunguko wa kwanza, tuwakaketi chini kufanya tathmini ya timu kwa mzunguko wa kwanza, alafu kuangalia kama kuna maeneo ya kuboresha kwa ajili ya mzunguko wa pili, basi maeneo hayo yafanyiwe kazi, kwa sababu kwa mwenendo kupata sare mfululizo unakupa picha nzuri kwa timu ambayo inataka kuwania ubingwa wake. Sisi ni mabingwa watetezi, lazima tuwe na hizo character za kuweza kuwa na ushindani wa kuweza kutetea ubingwa wetu. Ukiangalia tuna drop point katika michezo ambayo huwezi kuitarajia, na sio kwamba wapinzani wanacheza to the level ya kutusumbua. Ni mistake kidogo kidogo tokea na moment zao wanaweza kuzitumia na kupata matokeo mazuri. Kwa naamini haijakuwa bahati nzuri kwetu, nafasi ya viongozi sasa kwenda uketi chini kufanya tathmini ya timu. Bado tuna faida ya pointi moja kileleni kimahesabu, lakini tulikuwa na faida ya kuwa na pointi 4, 5, 6, lakini tumeangusha pointi wenyewe. Kwa naamini kuna nafasi ambayo viongozi wataketi na watafanya tathmini ya timu. Umeridhika na performance ya wachezaji bila shaka? Wamejitoa sana. Mbona mechi ilivyokuwa, pitch ilivyokuwa, wamepambana sana. Ziko chance ambazo zilikuwa clear tungeweza kufunga, lakini ndio football. Kuna siku mnaamka vibaya, mnakosa kutumia hizo nafasi, watumia wenzenu. Sio kwa nafasi kama 2, 3 hivi za kuweza kuiua hii mechi. Lakini hatukufanya hivyo. Mpaka dakika ya mwisho wamerudi mchezoni, wamepata kona, wameweza kufunga goli lao. Kwa ni matokeo ambayo naamini yameumiza wanayanga wengi, matokeo ambayo yametutibulia sikukuu yetu leo, lakini alhamdulillah tuna nafasi ya kwenda kufanya tathmini ya timu. Kila unaopata anguko ni nafasi ya kujitafakari na wapi utainuka tena. Tunakwenda kufanya tathmini ya timu nzima. Tathmini ya timu kwa maana ya kuangalia kwa huu mzunguko wa kwanza, kwa michezo ambayo tumecheza mpaka sasa hivi, kama kuna shida iko mahala gani, kama kuna mahala pa kuimprove ni mahala gani. Pale ambako viongozi wataona kwa nafasi ya kuimprove kwa wakati ambao tuko nao, wataenda kuimprove. Mimi naamini tuna nafasi ya kufanya vizuri bado msimu huu, lakini kuna tathmini inabidi ifanyike kwa ajili ya kurekebisha baadhi ya vitu kwenye timu. Kwa wale ambao wanasema pengine kocha mbinu zimeisha na kikosi kinampalia, unawaambiaje? Tuwape nafasi viongozi wafanye tathmini. Hayo ni maoni na hayana shida, endelee kutolewa, lakini tuwape nafasi viongozi wakafanye tathmini. Mpira ni mchezo wa wazi, kila mtu anaweza kuangalia na akatoa maoni yake, na viongozi pia wanaangalia, watakuwa na nafasi ya kufanya maamuzi. Uzuri wanachama hao walipiga kura wakachagua viongozi kwa ajili ya kufanya maamuzi. Kama kuna shida mahala ambako natakiwa ifanywe maamuzi, mimi naamini viongozi watarespond haraka zaidi kufanya maamuzi inshallah. Inaongeza pressure kiasi gani kuona gap linapungua, gap linaongezeka? Inaongeza pressure kwa maana ya ushindani, lakini ukiangalia tulikuwa na nafasi ya kwenda gap kubwa zaidi, pointi 4, pointi 5, pointi 6, lakini kila ambako opportunity inakuja ya kuongeza gap hatuitumii vizuri hiyo opportunity. Kwa ni kiasi cha kukaa chini na kutafakari. Hii si kawaida ya Yanga kupata sare 3 mfululizo kwenye ligi, si kawaida yani. Yes, na hata wachezaji uliona leo walikuja kwa ajili ya kuja kuonyesha reaction yao, lakini haijakuwa bahati, tumeangusha alama 2 leo. Mashabiki ambao wamejitokeza hapa na waliwapa somo. Yes, kwanza ni wawe pongezi, wametoka mbali, wamekuja kuisupport timu leo na hawajapata kile ambacho walikuwa wanakitarajia. Hii inaonyesha kwamba wachezaji, viongozi kuna deni ambalo wanalo kwa mashabiki na lazima tukalifanyie kazi. Tunawalipa furaha watu wetu ambao wanasafiri kutoka mbali, wanakuja kuisupport timu na timu haipati matokeo mazuri. Yes, tuna nafasi ya kukaa sawa, sio kukaa sawa, tuna nafasi ya kuchukua ubingwa. Hapa tuna faida ya pointi 1 kileleni, lakini tunazungumza kwamba palikuwa pana fursa ya kuwa na gap kubwa zaidi ya pointi. Tunayo faida bado ya pointi, lakini tuna nafasi ya pointi 4, pointi 5 kuendelea juu. Kwa hichi ambacho kimetokea, tunakwenda kufanya tathmini kuangalia where to improve. Lazima kuna mahala patakuwa panatakiwa pa improve, na hapo tutakwenda kupangalia na kufanyia kazi inshallah.
Tuna siku hapa no. Wewe usiwaze tu mambo ya panga panga. Huyu mwana anafosi panga panga. Tathmini inaweza kwenda kuwa sehemu nyingine kabisa. Wewe usiwaze mambo ya panga. Tuna siku kama 12 hapa ligi itasimama. 10 nafikiri ligi itasimama. Kwa hiyo uongozi utakuwa na fursa ya kuitazama timu na kufanya tathmini ya kina kabisa inshallah. Mwenyekiti, nikupe pole. Mapanga yako jana yalikuwa mengi sana kuhusiana na bwana mdogo kupiga cross. Makala nyingi zimetolewa na leo tena moto mwingine wa mapanga unaongezeka. Ndio ukubwa huo. Ukubwa jalala. Mimi si mtu mzima. Ukubwa jalala. Ushazoea hayo. Ushazoea, wanasema ukiona bango limechanwa ujue ujumbe umesomwa huo. Mimi nishazoea hizo pressure. Ukubwa jalala, nishazoea mimi. Hakuna watachofanya watanisumbua. Naposema tathmini namaanisha tuangalie mzunguko kwanza wote. Sio kuangalia mechi ya leo. Mzunguko kwanza wote ulivyochezwa, maeneo gani ambayo tunaamini tunaweza kwenda kuongezea nguvu. Hapo tunapokwenda kupotazama sisi inshallah. Hapa nige jezi yangu kutoka mbali, naletea jezi, nige jezi yangu ndugu yangu. Sije tena ikawa vipi bwana sikumpa